Watanzania ambao mnafuatilia hafla hii, niliomba tuwe na sekunde 10 za ukimya, alafu nitawaeleza ni kwa nini tuna hizo sekunde 10 za ukimya. Tuanze. Asante. Sekunde hizi ni kwa ajili ya kuwakumbuka watani zetu klabu ya Simba Sports Club ambayo tayari imeshaanza mashindano ya CAF Champions League msimu huu 2025-26. Mashindano waliyapenda, lakini out imewapenda zaidi. Kabla sijaingia kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tuwaite hapa siku ya leo, liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans umeniagiza nilisema. Jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari, moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu, moja ya tukio la kihuni, moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hii. Sisi kama Young African Sports Club, kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans, tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini linapokuja swala la football kuwa fair play, kama vilabu lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vilifanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Toa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba usiku wa jana. Maswali yenu kwa nini tumetoa pole tutaulizana baadaye, lakini kwa sasa tuingie kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tukutane leo hapa asubuhi. Siku ya Jumamosi, tukiwa tunaelekea kwenye mchezo wetu wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly, asubuhi tulitoa taarifa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya klabu yetu Young Africans, tukiwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wapenda mpira kwa ujumla hapa Tanzania kwamba siku ile asubuhi kamati yetu tendaji inayoongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikuwa inakutana, na mbali na shughuli zake kama ambavyo katiba ya klabu yetu imeeleza, katiba ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 2021 kupitia ibara ya 31, kamati yetu ilikutana na kujadili mambo mbalimbali ya kiuendeshaji ya klabu yetu, lakini ndani yake kukiwa kuna ajenda moja ya msingi ambayo tulisema ni mchakato wa ujenzi wa uwanja wa klabu yetu ya Yanga. Na Jumamosi tukawataarifu wanachama wetu na Watanzania kwa ujumla kwamba kikao kile cha kamati tendaji kingeenda kutoa majibu ya mchakato mzima uliofanyika wa kumtafuta au kuitafuta kampuni, taasisi ambayo imeshinda tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa klabu yetu. Kikao kilifanyika vizuri, na nichukue fursa hii kwa kile pia kilitoka na jina la mshindi aliyeshinda kwenye tenda hiyo ya ujenzi wa klabu yetu ya Afrika.
Lakini kabla sijatoa taarifa ya mshindi, ningeomba dakika zenu chache kidogo niwapitishe mchakato ulivyokuwa, na hiyo ndiyo desturi ya klabu yetu Young African Sports Club na ndiyo mwelekeo ambao uongozi huu chini ya rais wetu Engineer Said tuko nao. Kila hatua tunayofikia lazima tuwakumbushe tulipotoka na tuwaeleze kwa ukweli na uwazi mchakato mpaka ulipofikia. Nyote nyie ni mashuhuda. Moja ya ajenda kubwa ya uongozi huu wa Engineer Hersi Ali Said, mbali na kujenga timu imara, kuimarisha klabu yetu kiuchumi, kuwa na timu imara za vijana na wanawake, moja ya ahadi au ajenda ambayo alikuwa nayo rais wa klabu yetu sambamba na kamati yake tendaji inayomsaidia kwa majukumu yake kila siku ya kuendesha klabu, ilikuwa ni ujenzi wa uwanja wa klabu yetu ya Young Africans. Na ajenda hiyo imepita katika hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kufanya tathmini ya eneo ambalo tuko nalo, tuone kwa standard ya uwanja ambao tunauhitaji sisi kama Young Africans Sports Club, je, eneo hili linatosha? Tathmini ile ilifanyika, na baadaye uongozi wa klabu Young Africans uligundua kuna eneo tunatakiwa tuongeze kidogo ili tuweze kukamilisha ajenda hii. Baada ya kubaini hilo, mchakato ukaanza kushirikiana na taasisi mbalimbali za kiserikali kutafuta nyongeza ya eneo hapa kwenye ardhi hii ya Jangwani ili tuweze kupata sasa eneo sahihi kwenda kwenye mchakato wa uwanja. Mchakato hii ilifanyika, na nichukue fursa hii kumpongeza na kuwapongeza viongozi wote wa kiserikali, tukianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara zake mbalimbali na watendaji mbalimbali ambao tupo ushirikiano mpaka klabu ya Young Africans ikapata nyongeza ya eneo hapa makao makuu ya klabu yetu, ikapata nyongeza ya ardhi. Na baada ya kupata nyongeza ya ardhi, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kupata zahati ya ardhi hii. Na kwenye hafla yetu au tamasha la wiki ya wananchi, Afrika na dunia kwa ujumla ilishuhudia klabu ya Young Africans ikikabidhiwa hati yenye nyongeza ya ardhi kwenye eneo hili. Na baada ya kukabidhiwa hati hiyo kutoka kwa serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa klabu ya Young Africans, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kwenda kutafuta sasa kampuni au taasisi ambayo ingeshirikiana nayo kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Na mnamo Januari 9 mwaka huu 2026, klabu ya Young Africans ilitoa tangazo la kukaribisha makampuni na mataasisi mbalimbali kuja kuomba tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye kujenga uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa yetu iliitoa kupitia magazeti ya serikali, kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tulitoa taarifa hili pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa maana ya kurasa za klabu yetu ya Yanga. Na nikiri, tulipata maombi mengi kutoka mataasisi na makampuni mbalimbali yakionyesha utayari wao wa kuja kushirikiana na klabu yetu ya Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja. Tuliendesha mchakato kwa weledi mkubwa, kwa uwazi, kwa makampuni na mataasisi haya kutuma maombi yao based on vigezo ambavyo tulivitoa kwenye taarifa yetu. Kama mnakumbuka taarifa ambayo tulitoa ya kutangaza watu kuomba tenda hiyo, tuliweka pia na vigezo. Tuliainisha kwa mfano stadium capacity, tulisema aina ya kiwanja tunachokitaka, lakini pia tulimalert yeyote ambaye angetuma tenda ile vigezo ambavyo tungevitazama pia kwa kampuni yake au taasisi yake. Kwa baada ya kutoa vigezo vile na maombi kutumwa kwa wingi,
tukawa na siku 14, kama ambavyo barua yetu ilieleza, za kuchakata maombi hayo, kuangalia ni wangapi wamekidhi vigezo vya kukabiliwa tenda ya ujenzi wa klabu yetu. Uongozi wa klabu ya Young Africans kupitia kamati yake tendaji ulikutana Jumamosi kama nilivyowajulisha hapo mwanzo, ukaenda kuchakata hilo jambo, na sasa wamekuja na mshindi ambaye ameshinda kwenye tenda hili. Nichukue fursa hii, ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans na Watanzania kwa ujumla, kuwatangazia kwamba kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo kampuni iliyoshinda tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Naomba nirudie hapo. Baada ya kamati tendaji kupitia mchakato wote wa maombi yote ambayo yametumwa siku ya Jumamosi, viongozi wetu walimpitisha kampuni ya GSM Tanzania Limited kuwa mshindi wa tenda ya kujenga uwanja wetu wa Young Africans Sports Club. Sasa baada ya na kamati tendaji kujiridhisha kwa vigezo vyote ambavyo tuliviainisha kwamba huyu ndiyo anastahili, nini hatua inayofuatia hapo mbele? Cha kwanza ilikuwa ni kuwajulisha GSM Tanzania Limited kwamba nyie ndio mmeshinda tenda hii ambayo mliiona. Na baada ya kuwajulisha, tunakuja sasa hivi kujulisha pia na umma kwamba mshindi ni nani. Hatua inayofuatia baada ya kuwajulisha washindi wa hii tenda ni pande hizi mbili sasa kukutana. Pande ya kwanza ni pande ya klabu ya Young Africans Sports Club ambayo ndiyo inamiliki eneo hapa Jangwani jijini Dar es Salaam, na pande ya pili ni GSM Tanzania Limited ambayo yenyewe ndiyo inakuja sasa kujenga uwanja wa klabu yetu. Naomba nieleweke vizuri hapa. Pande hizi mbili zinapokwenda kukutana, na hili jambo ni jambo linalohusisha vitu viwili. Kwanza, linahusisha mahusiano ya kisheria baina ya klabu ya Young Africans na kampuni ya GSM Tanzania, kwa sababu tunakwenda kujenga uwanja. Kwa hiyo kuna mashirikiano hapo yanaingiwa kati ya klabu na kampuni. Kwa hiyo automatic jambo hili linahusisha pia sheria. Viongozi wetu kupata uelewa wa kisheria sasa kwenye mashirikiano haya. Lakini jambo la pili kwenye mahusiano haya kati ya klabu ya Young Africans na GSM Tanzania Limited ni biashara. Kuna biashara hapo inakwenda kuingia kwenye mahusiano haya mawili, kwa maana ya klabu yetu Young Africans Sports Club na GSM Tanzania wanayokuja kujenga uwanja. Kuna biashara hapo itakwenda. Kwa kuna vitu viwili hapo. Kuna sheria, kwa maana ya kufahamu sasa modality ya kisheria ya mahusiano haya kati ya klabu hii ya Yanga na kampuni ya GSM. Tunawekaje hiyo kisheria? Modality gani ni nzuri kuliendea hili jambo? Lakini la pili, kwa sababu inahusisha biashara, ni uwanja ambao utakuwa unatumika. Huyu anamiliki ardhi, huyu anakuja kujenga uwanja. Haya mahusiano kwenye biashara yanakuwa na mwongozo gani? Kwa kutambua hilo na kwa kuthamini uweledi, uwazi wa klabu yetu ya Young Africans Sports Club kwenye mkutano huu kabla haujafanyika, yani kabla pande hizi hazijakutana, kamati tendaji ya klabu ya Young Africans ilitengeneza kamati maalum
ya kuliendea hili jambo sasa la uwanja wetu wa klabu yetu.